ya Mungu. Ni odreda twarie we na ithe witu. Wewe sasa na Elohim. Mundu na ithe witu. Bwana apewe sifa. Amen. Upatanisho wako na Elohim. Gwataniro kana kureho hamwe kwaku na ithe witu. Ingeweza kuonekana kwako wewe mwenyewe kwenda kwa Elohim. Igionekire waku we guthie kuri mwene hinya. Uweze kwenda moja kwa moja kwa Elohim. Uthie nginya kuri ithe witu ari. Bwana apewe sifa. Amen. Inaonyesha hapana. Ukoonekana asha Pale katikati ya mwanadamu hari agatagati ka mundu na Elohim na ithe witu kuna kipatanishi. kwina muiguithania. Kile ambacho kilikuwa kinaonekana ama kinafanya kazi. Kwina kindu kirarehe uiguano kira kiarutaga wira. Wacha nisome andiko. Thome maandiko. Nikiwaelezea hapo mbele ni venye kuliko. Gitariria au mbere uri yakwari. Ya kwamba wakati wana wa Israeli walipotolewa Misri, ndiri ya marutirwo Misri, Mungu alifanya agano na wao. Ndaitwagire kirikaniro nao. Na kuwa watu wa maana. Na makorwo andu abata muno. Dunia nzima. Kukawa hakuna watu wengine. Ithe witu ndari na andu angi. Mungu anajuana na wao. Ithe witu oaine nao. Isipokuwa wana wa Israeli. Tigasiana cia Israeli oiki. Bwana apewe sifa. Amen. Na sasa akaanza kuwaambia. Na akiambia kumera venye watakavyofanya uria marikaga baada ya Musa kuambiwa anjenge hekalu ama aweke hema. Thutha wa Musa kwirwo aige hema ya mkutano ya gitungano na venye ataweza kuirembesha na uria ekumithakaria na kuigawa mara mbili na kumigaya icunjĩ igĩrĩ. Bwana apewe sifa. Amen. Kuwe na sehemu takatifu sana. Akorwo na handu haria hatheru muno makiria. Na sehemu takatifu. Na mwena uria mutheru. Bwana apewe sifa. Amen. Na kila sehemu siko na kazi yake. Na gĩcunjĩ nĩ kĩarĩ na wĩra wakĩo. Sehemu ile ambayo ni takatifu sana. Mwena uria mutheru muno makiria. Iwe inatumika mwaka baada ya mwaka. Ihũthĩkage o mwaka. Bwana apewe sifa. Amen. Hii sehemu nyingine gĩcunjĩ kĩu kĩngĩ inaweza tumika wakati wowote. No kĩhũthĩkage o mũthenya ihinda rĩothe. Maana hata Aroni ama kuhani tondũ mũthĩnjĩri Ngai alikuwa naingia hapo nĩaingĩraga ho siku zote, mĩthenya o yothe, asubuhi, rũcinĩ na jioni, na hwaĩ-inĩ, kutoa dhambi, kũruta igongona, kuwasha mataa, gwakia taa, zinakaa hivyo, igaikara ũguo. Wacha nisome Biblia kwenye kitabu cha Leviticus, thĩinĩ wa mambo ya nyakati, maũndũ ma Lawi, ni mambo ya Walawi, Lawi, yes, ya Leviticus chapter 4 verse number 27 to 35. 24 yake ya 30 na naomba muniwie radhi tusome tu hapo. Tuhorere tuthome hau. Maana katika hizi vitu mbili kuna two altars. Tondũ indo ici igĩrĩ nĩ irĩ na hii ema iko na two altars. Nĩ irĩ na kĩgongona maita merĩ. Bwana apewe sifa. Amen. Moja ni ya burnt offerings. Ĩmwe nĩ ya kĩgongona gĩa indo cia gũcinĩra nyama na indo ta icio. Cia gũcinĩra. Bwana apewe sifa. Hizo vitu. Na kuna ya ile ingine ya incense. Na kuna hiyo ingĩ ya uvumba. Bwana apewe sifa. Amen. Tunaelewana tu hamwe. Sasa nataka tu tusomewe hii verse number 27 to 35 ya chapter 4 ya Leviticus. Chapter 4 ya Leviticus. Somea kwa aya ya 27. Nasema hivi. Somea pole pole. Fika pale. Lakini mtu awaye yote katika watu wa nchi akifanya dhambi, mtu yeyote katika hiyo nchi ya Israeli ama katika hiyo nchi akifanya dhambi pasipo kukusudia, yani unwilling, etiate kwenda, afanye lile kosa bila yeye kutaka kulifanya, kwa kufanya neno lolote katika hayo ambayo Bwana alizuia lisifanywe, yani afanye mambo yote yaliyosemwa yasifanywe, aliseme pasipo kujua. Bwana asifiwe. Amen. Endelea. Naye akapata hatia, akijulishwa hiyo dhambi yake, wakati atakamatwa ambiwe hii ulifanya ni kosa na ni dhambi. Mtu yeyote sasa, naam, mimi wewe yule mwingine,
Mundu amenyithio wihia wake, akamatwe, aonyeshwe ni dhambi, erwo undu uyu wikite ti mwega. Bwana apewe sifa. Amen. Ndipo atakapotolea mbuzi mke mkamilifu, atatoa mbuzi mke mkamilifu, awe matoleo yake kwa ajili ya dhambi yake aliyoifanya. Iyo mbuzi isimamie dhambi aliyoifanya. Mburi iyo irugamirire mehia maria arekire. Bwana apewe sifa. Amen. Tafadhali naomba tu munisikilize kidogo tu. Ndio ya tuthikariria au. Naam. Inaendelea kusema, naye ataweka mkono wake kichwani mwake hiyo sadaka ya dhambi. Kwa hivyo ile mbuzi ataweka mikono mwake juu ya kichwa mwa ile mbuzi. Bwana apewe sifa. Amen. Unaikafidhia dhambi zako kwa kuiwekelea mikono. Wamigirira moko maku ukamihemehia maku. Endelea. Naye ataweka mikono yake kichwani mwake hiyo sadaka ya dhambi, na kumchinja sadaka ya dhambi mahali hapo pa sadaka ya kuteketezwa. Akiiwekelea imechukua dhambi, ichinjwe. Ithijwo. Bwana asifiwe. Kigogona-ini gya gucinwo. Tuko pamoja? Twi hamwe. Umeiwekelea dhambi, wameigirira moko maku yakuwa mehia, sasa ichinjwe, ithijwo, ichukue zile dhambi ina mehia macio. Bwana asifiwe. Amen. Sasa wewe umekaa bila dhambi, ndiwe newehererio mehia, lakini mbuzi imeenda na dhambi zako. No mburi niyo yathie na mehia maku, ile ndamu sasa imechukua zile dhambi. Thakame hiyo niyo yakuwa mehia maku. Endelea. Kisha kuhani atatoa katika hiyo. Kisha kuhani atachukua katika hiyo. Kuhani baada ya kuchinja achukue katika hiyo mbuzi damu yake kwa kindole chake. Ile ndamu iliyopepa dhambi zako aichukue kwa kindole chake na kuitia katika pembe za madhabahu ya kuteketezwa. Ile pembe ya burnt offerings. Bwana apewe sifa. Amen. Achukue ile ndamu ya ile mbuzi ambaye ni ndamu imechukua dhambi zako, kumaanisha ile ndamu sasa ndio iko na dhambi, aipake kwenye pembe za ile madhabahu. Bwana asifiwe. Amen. Endelea. Na damu yake yote ataimwaga chini ya madhabahu. Na ile damu yote iliyo na dhambi zako aimwage chini ya madhabahu. Kisha atayaondoa mafuta yake yote, kama vile mafuta yanavyoondolewa katika hizo sadaka za amani. Kisha atayaondoa mafuta yake yote, ndio, kama vile mafuta yanavyoondolewa katika hizo sadaka za amani. Kisha kuhani atayateketeza juu ya madhabahu, iwe harufu ya kupendeza kwa Bwana. Na kuhani atafanya upatanisho kwa ajili yake, naye atasemehewa. Bwana apewe sifa. Amen. Sasa na ile mafuta hizo vitu zote amwage pale, aite maguta macio, alafu kwa ile madhabahu afanye nini? Naye akileta niendelee kusoma ndani hiyo nyuma, aiteketeze. Kisha atayaondoa mafuta yake, kama vile mafuta yanavyoondolewa katika hizo sadaka za amani. Kisha kuhani atayateketeza juu ya madhabahu. Unaona, ataiteketeza juu ya madhabahu, iwe harufu ya kupendeza kwa Bwana. Na kuhani atafanya upatanisho kwa ajili ya dhambi. Hii sasa itakuwa harufu nzuri kwa Bwana. Ino rikorwo munugo mwega kuri ithe witu. Hiyo harufu nzuri ilete upatanisho wa huyu mtu mwenye dhambi. Munugo uyu urehe ngwataniro ya mundu ucio mwihia na Elohim na ithe witu wapatane, marehane hamwe. Bwana apewe sifa. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Hiyo ndiyo ilikuwa dhambiu ya kila siku. Ili ndio liari igogona ria o muthenya, ama wakati wote mtu akifanya dhambi, kana ihinda riothe mundu angiehirie, damu yenye ilikuwa inatolewa, thakame ria yaitagwo. Shika hivi nyito nduyu, hii damu, thakame ino iliyopakwa kwenye pembe za madhabahu, iria yahakagwo miena-ini ya kigogona, kwa pembe mbea-ini mbea-ini cia kigogona. Bwana apewe sifa. Amen. Inaopakwa juu ya hizo on, hiyo yahakagwo ku mbea-ini hia-ini. Bwana apewe sifa. Amen. Inakaa pale kwa zile pembe, yaikaraga hau inyitiriire mbea icio,
Amen. Amen. Lakini wewe na Elohim mmepatanishwa na ile damu. Nowe na ithe witu ni mwareha hamwe ni undu wa thakame iyo. iyo. Kwa harufu nzuri iliyosikika mbinguni. Na munungo mwega uria uraiguika iguru. Iliyofanya wewe ukubalike na Elohim. Uria ungiatumire wewe muiguane na ithe witu. Bwana ape sifa. Amen. Inakaa hivyo. Igaikara uguo. Hata hiyo damu inakaa pale. Ona thakame igaikara uguo. Ikiwa ina dhambi zako. Iri na mehia maku. Bwana ape sifa. Amen. Ile damu hakuna mahali ilienda. Thakame iyo ndiri handu yathia. Ilipakwa kwenye pembe za madhabahu. Yakagwo hia-ini cia kigongona. Inakaa pale ikiwa na ile damu. Igaikara hau ina thakame. Na ikiwa na dhambi. Na ina mehia. Hiyo damu iko na dhambi zako. Thakame iyo ina mehia maku. Lakini wewe umepatanishwa na Elohim. Wewe ni mwaiguana na ithe witu. Bwana ape sifa. Amen. Lakini ile madhabahu. No kigongona kiu. Kwa zile pembe. Hia-ini icio. Dhambi yako iko pale kwa ile damu iliyopakwa pale. Mehia maku me thiini wa meikarire hia-ini icio ciahakwo thakame. Nyondo me thiini wa thakame. Sababu imeshika kwa damu. Bwana ape sifa. Amen. Sijui kama mnanielewa. Ndika ni turanyita undu. Nasema hivi nirundie. Ndirauga ungicokera. Wakati ulipowekelea mikono yule mbusi. Ndiria waigagirira moko maku kuri mburi iyo. Akachinjwa. Igithinjwo. Uliwekelea dhambi zako kwa ile mbusi. Uigirire moko maku, uigirire mehia maku kwi mburi iyo. Na ilipochinjwa, nayo yathinjwo, ile damu ikachukua dhambi zako. Thakame iyo ikioya mehia maku. Kuhani akachukua damu kidogo kwa kindole. Muthinjiri akioya thakame nini ikiwa na dhambi. Ina mehia uguo. Akapaka zile pembe ziko kwenye ile madhabahu. Akimiaka hia-ini icio cie kigongona. Ingine akaimwaga. Na Asante. Sijui kama mmeshika venye nilikuwa nasema. Ndiye kana nitwanyita kiria tukugaga. Damu ikapakwa kwenye pembe za ile madhabahu ama ile altar. Thakame ikihakwo thiini wa igitwo thiini wa kigongona. Na ikapakwa ikiwa na dhambi za yule mtu. Na ikihakwo hau ina mehia ma mundu ucio. Aliyewekelea ile mbusi mikono. Uria ukuigiriire moko make kuri mburi. Sasa ile damu iliyoshika zile pembe. Thakame iyo yanyita hia-ini icio. Haitoki pale. Ndiumaga hau. Na zile dhambi hasitoki pale. Na mehia macio matiroima hau. Zinakaa hapo. Maikaraga o hau. Bwana asifiwe. Amen. Tunaeleanwa? Twi hamwe. Lakini mtu amepata upatani. No mundu ni maiguana na ithe witu. Akarudi kwa shughuli zake. Athie shughuli-ini ciake. Mwingine akafanya hivyo. Mundu ungi ageka o uguo. Akaenda akafanya vile vile. Agathie acokera procedure iyo. Mwingine akafanya. Mundu ungi agathie ho. Anaenda akafanya vile vile. Ageka procedure iyo. Ile damu inapaki kwa zile pembe. Thakame iyo yaikaraga hia-ini icio. Haiondokangi. Ndikwehera. Lakini upatanisho wa mtu na Mungu. No mundu uria arehitie ni maiguana. Unapatikana. Ni maiguana na mwene hinya. Bwana ape sifa. Amen. Inakaa hivyo. Igaikara uguo mpaka o nginya tarehe
10 tariki 10 mwezi wa 7 mweri wa mugwanja. Bwana apewe sifa. Amen. Inakaa mpaka tarehe 10 mwezi wa 7. Igaikara hau ginya tariki 10 mweri wa mugwanja. Amen. Amen. Hiyo nayo inakuwa sasa ni siku ya upatanisho. Hiyo igakorwo ire muthenya wa horohio. Si dhambi uliofanya pale wewe peke yako. Ti wihia waku wewe wiki. Bwana asifiwe. Amen. Inakuwa ni siku no ni muthenya wa ya upatanisho, kurehe uiguano na kuondoa dhambi na kweheria mehia zile zote ambazo zilikuwa zinaachwa kwa ile pembe ya madhabahu ya burnt offering. Aria mothe marehagio maratigagwo hindi iria maraigagirwo thiini wa hĩa icio thiini wa kigongona. Bwana apewe sifa. Mwathani agocwo. Bwana apewe sifa. Amen. Naona kama atuberekani. Turona tataranyita ndio hiyo. Tunashika. Nasema hii dhambi inakaa mpaka tarehe 10 mwezi wa 7. Mehia macio maikaraga hau ginya tariki 10 mwezi wa Ethanim. Mwezi wa Ethanim. Bwana apewe sifa. Amen. Tarehe 10. Tariki 10 inaitwa siku ya atonement. Itagwa muthenya wa horohio. Sasa ndio siku ya upatanisho. Niguo muthenya wa kurehe uiguano. Biblia inasema hivi. Biblia koiga u. Hiyo siku ikifika, muthenya ucio wakinya, unakuwa hivi. Ugakorwo uguo. Bwana apewe sifa. Amen. Leviticus hiyo 16. Leviticus 16. Nisomee kuanzia verse number 1 tuendelee kidogo. Muhari wa mbere tuikurukagie. Lakini kuna ile nataka kusoma sana. No ni kuri hari ngienda tuthome. Inasemaje? Bwana akasema na Musa baada ya kufa kwa hao wana wawili wa Haruni. Ndio. Walipokarimbia mbele za Bwana wakafa. Elohim akamwambia Musa, sema na Haruni ndugu yako. Ndio. Kwamba asiingie wakati wowote katika mahali patakatifu ndani ya pazia. Bwana apewe sifa. Amen. Sasa baada ya watoto wa Aaron kukufa, thutha na cia Haruni gukua, Mungu akaambia Aaron, theitu akira, sasa ambia watoto wako wasiwa wakiingia wakati wote ciana ciake itikaingirage ho hindi ciothe mahali patakatifu, handu haria hatheru. Bwana apewe sifa. Amen. Patakatifu ndani ya pazia, mbele ya kiti cha rehema kilicho juu ya sanduku. Ndio. Asije akafa, maana mimi nitaonekana katika lile wingu juu ya kile kiti cha rehema. Maana Mungu anashuka na hapo ndani. Mtu akiingia hapo wakati wote anayesauliwa na Bwana. Bwana asifiwe. Amen. Akamkanya akamwambia endelea. Haruni ataingia katika patakatifu na vitu hivi. Ng'ombe mume mchanga wa sadaka ya dhambi. Anaambiwa vile atakavyokuwa akiingia mahali patakatifu ni hivi. Ng'ombe mume mchanga wa sadaka ya dhambi. Na kondoo mume wa sadaka ya kuteketezwa. Ataivaa ile kanzu takatifu ya kitani. Atafungwa ule mshipi wa kitani. Naye atavaa ile kofia ya kitani. Hayo ndiyo mavazi matakatifu. Naye ataoga mwili wake manjini na kuyavaa. Hiyo ndio sheria imewekwa ya kuingia pale patakatifu sasa. Bwana asifiwe. Tunasoma tu hiyo, lakini kuna ile kina nataka tusome, maana tuliacha ya kwamba kuna dhambi zinazalia kwenye pembe. Bwana asifiwe. Amen. Na ndio nataka tuone sitaondokanje. Turenda kuona mekwehera atia. Na nikawaambia watu walikuwa wanaondolewa zile dhambi kila wakati. Meheragirio mehia macio hidi ciothe. Bwana apewe sifa. Lakini ile dhambi ilikuwa inasalia kwenye zile pembe. No mehia macio maikaraga hĩa-inĩ icio. Lakini kuna siku moja, no kwĩ mũthenya ũmwe, ilikuwa imetengwa wamũrĩtwo ya upatanisho wa kũrehe ũiguano na ya kuondoa yale zile dhambi na kweheria mehia macio kuna hata kwa zile pembe, ona kũrĩ hĩa icio igĩrĩ, hata kwa hiyo hema, ona kũrĩ hema-inĩ icio. Maana hema ilikuwa inakaa na dhambi, tondũ hema ikaraga na mehia. Maana hizi dhambi sikiwa kwa pembe, tondũ mehia menyitĩrĩire hĩa-inĩ icio rĩ, ile pembe haikuwa, ile hema haikuwa imetakazika. Hema ĩyo ndĩarĩ theru kũna. Kwa hiyo ilikuwa inatakazwa, nĩ yatheragio hii tarehe 10 tariki 10 mwezi wa 7 mweri wa mũgwanja, ndio siku ya upatanisho. nĩguo mũthenya wa horohio. Bwana apewe sifa. Sasa maandiko yanaendelea kusema vile mtu anavyostahili kujipamba anapoingia mahali patakatifu. Naam. Bwana asifiwe. Tuendelee tu. Kisha atatoa mkononi mwa mkutano wa Waisraeli mbuzi waume wawili kwa sadaka ya